Je, una habari? Katika kanisa la Full Gospel Bible Fellowship, makao makuu, barabara ya Sam Nujoma, Mwenge, Dar es Salaam, kila Ijumaa ni siku ya watenda kazi. Yesu Kristo alisema, mavuno ni mengi, watenda kazi ni wachache. Vile vile katika Yohana sura ya 6 mstari wa 28 tunasoma maneno yafuatayo: basi wakamwambia, tufanyeje ili tupate kuzitenda kazi za Mungu? Kama wewe ni mtendakazi katika shamba la Mungu, kaseti hii itakufaa sana. Katika kaseti hii utasikia mafundisho ya siku mojawapo ya watendakazi. Mafundisho haya yatakujulisha jinsi ya kufanya ili upate kuzitenda kazi za Mungu. Kumbuka, Mungu jiweke tayari sasa kusikia mafundisho ya siku ya watendakazi yakiletwa kwetu na askofu mkuu wa kanisa la Full Gospel Bible Fellowship, Askofu Zakaria Kakobe. Kwa hakika, ukiyatendea kazi mafundisho haya, utakuwa msaada kwa watu wengi zaidi. Mungu akubariki unaposikiliza. Mungu wetu, tuko mbele zako tena siku ya leo ya watendakazi, tukihitaji kupokea kutoka kwako maneno yako nyakati za kumalizia. Mpe kila mmoja wetu basi kusikia kutoka kwako na kuyatendea kazi yale yote unayotufundisha, ili kuwepo kwetu hapa leo kusiwe kwa namna tu ya desturi na mazoea, lakini kupate kuwa ni maalum kabisa kwetu kusaidika kwa neno lako, ili tupate kuwasaidia wengine pia. Asante Mungu mwema kwa neno lako, ambalo kwa hilo tutaweza kupokea kutoka kwako mausia yako, ili tujue jinsi ya kuingia na kutoka katika siku chache zilizosalia kabla ya Kristo Yesu kurudi, katika jina la Yesu. Amen. Vizuri sana. Somo letu la leo ni mtume nani? Somo letu la leo ni mtume nani? Tutajifunza somo letu leo kwa kuligawa katika vipengele 6. Kwanza, jinsi Mungu asivyopenda kuona mtu yeyote anapotea. Jinsi Mungu asivyopenda kumwona mtu yeyote anapotea. Jinsi Mungu asivyopenda kumwona mtu yeyote anapotea. Kipengele cha pili,
kuacha vyote na kumtumikia Mungu. Kuacha vyote na kumtumikia Mungu. Kipengele cha 3, kuhitimu kwa mwanafunzi. Kuhitimu kwa mwanafunzi. Kipengele cha 4, jinsi wito wa Mungu unavyokuja kwetu. Jinsi wito wa Mungu unavyokuja kwetu. Kipengele cha 5, sababu za kutokuwa tayari kuacha vyote na kumtumikia Mungu. Sababu za kutokuwa tayari kuacha vyote na kumtumikia Mungu. Kipengele cha 6, mambo mengine ya kufahamu. Mambo mengine ya kufahamu. Kwanza, jinsi Mungu asivyopenda kuona mtu yeyote anapotea. Wengi wetu tutakuwa tunafahamu kwamba Mungu hapendi kumwona mwanadamu awaye yeyote anapotea, yani anakwenda katika ziwa la moto na kukaa huko milele na milele. Mungu hakuumba moto wa milele kwa ajili ya wanadamu, lakini Biblia inasema katika Mathayo 25:41, moto wa milele amewekewa shetani na malaika zake tu. Na kwa sababu hiyo Mungu anapenda kukaa na watu wake milele mbinguni. Yesu Kristo alisema, nakwenda kuandalia makao ili pale nilipo ninyi nanyi mpate kuwapo. Anapenda kuona watu wake wanakuwa pamoja naye milele na milele mbinguni. Katika waraka wa kwanza wa Petro, waraka wa pili wa Petro, sura ile ya 3 mstari wa 8 mpaka mstari wa 9. Waraka wa pili wa Petro sura ya 3 mstari wa 8 mpaka mstari wa 9. Lakini wapenzi, msilisahau neno hili, kwamba kwa Bwana siku moja ni kama miaka 1000 na miaka 1000 ni kama siku moja. Bwana hakawii kuitimiza ahadi yake kama wengine wanavyokudhani kukawia, bali uvumilia kwenu, maana hapendi mtu yeyote apotee, bali wote wafikirie toba. Tuseme wote wafikirie toba. Anapenda kuona kila mmoja anakwenda mbinguni. Anapenda kuona kila mwanadamu anakwenda mbinguni kule kule aliko. Biblia inasema tena katika Warumi sura ile ya sura ile ya 2, tunajifunza jinsi Mungu anavyoendelea kuwavumilia wanadamu, kwa sababu hapendi awaye yote afe bila toba. Warumi sura ile ya 2 mstari wa 4, au wa udharau wingi wa wema wake na ustahimili wake na uvumilivu wake, usijue kuwa wema wa Mungu wa kuvuta upate kutubu. Mungu anawatendea mema mataifa ili kuwavuta wapate kutubu. Wako mataifa au watu ambao hawajaokolewa, ambao tutaona wana afya tu, wana mema katika maisha yao, wana mafanikio kadha wa kadha katika maisha yao, wana mafanikio mbalimbali ya kimwili, wamesoma sana, wengine wana fedha nyingi, wana majumba na kadhalika, na wametendewa wema wa namna moja ama nyingine. Lakini Mungu anasema, je, ujui wema wa Mungu?
unakuvuta upate kutubu. Kumbe Mungu kwa sababu hapendi awe yote yapotee, atafanya hata mema kwa wanadamu kwa namna nyingi mbalimbali ili kuwavuta wapate kutubu. Unaweza kuona sasa wanatubu namna gani? Hili lengo la Mungu la kuhakikisha wote wanafikiria toba linatimizwa namna gani? Je, ni Mungu mwenyewe atawahubiria toba? Jibu ni la. Ni malaika watawahubiria toba watu hawa? Jibu ni la. Lakini kwa makusudi kabisa Mungu ametuchagua wanadamu sisi wenyewe kwamba tuwahubirie wanadamu wenzetu toba. Na alifanya hivi tangu nyakati za Nuhu. Akamfanya Nuhu ahubirie wanadamu wenzake toba. Akamfanya Lutu awahubirie wanadamu wenzake katika Sodoma na Gomora juu ya toba. Na vivyo hivyo leo anahitaji kuona wanadamu sisi wenyewe tunawahubiria wanadamu wenzetu juu ya toba na ondoleo la dhambi. Mungu ni mtakatifu, na kwa namna yake hivyo anahitaji watoto wake watakatifu wake vivyo hivyo ambao wanafanana naye kumwakilisha katika kufanya lengo hili kutimia. Biblia inasema katika Warumi sura ya 10 tunajifunza jinsi ambavyo watu hawa walivyo na uwezekano wa kwenda motoni kama hatatokea mwanadamu, mtoto wa Mungu, mtu aliyokoka ambaye atakuwa tayari kwenda kuwahubiria hawa juu ya toba na ondoleo la dhambi. Warumi sura ya 9 mstari wa 13 mpaka mstari wa 14. Kwa kuwa kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka, basi wamwiteje yeye wasiyemwamini? Tena wamwaminije yeye wasiyemsikia? Tena wamsikieje pasipo mhubiri? Angalia maneno haya: kila atakayelitia jina la Bwana ataokoka. Lakini hao watu ambao Mungu anataka wakae naye mbinguni watamwitaje bila kumwamini Yesu? Watamwaminije yeye wasiyemsikia? Watamsikiaje pasipo mhubiri? Kumbe maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba kama hakuna mtu atakayekuwa tayari kuwa mhubiri, kama hakuna mtu ambaye atajitoa kwenda kuhubiri, watu hawa hawawezi kuokoka. Watu hawa watakwenda motoni bila shaka, watakaa na shetani milele na milele, kwa sababu hakukuweko mhubiri. Unaweza kuona jinsi mwanadamu alivyo na sehemu kubwa sana ya kufanya ili watu waokoke. Lazima awepo mtu wa kujitoa kwenda kuhubiri. Sasa kazi hii ya kuhubiri ni kubwa, kwa sababu watu ambao hawajaokoka ni wengi sana. Ni umati mkubwa, watu ambao hawajasikia habari za Yesu. Sasa
ni nani ambaye atakwenda na awe mtu wa namna gani. Hilo linatufanya kuendelea kutafakari yanayofuata katika somo letu. Kipengele cha pili sasa cha somo letu, kuacha vyote na kumtumikia Mungu. Kuacha vyote na kumtumikia Mungu. Ni muhimu kufahamu kwamba ulimwengu hauwezi kuja kwa Kristo mpaka wawepo watu ambao watajitoa kuacha vyote walivyo navyo na kumtumikia Mungu. Nyakati za Yesu Kristo alipokuja, la kwanza kabisa alipokuwepo duniani, katika hatua zake za mwanzoni, alitafuta watu ambao watakuwa tayari kumtumikia Mungu, si kwa ngazi ya kawaida, lakini ni kwa kuacha vyote na kusema watamtumikia Bwana tu katika maisha yao yote. Aliwakuta akina Petro na wenzake wakiwa ni wavuvi, na wanavua samaki na kupata riziki zao kwa samaki hao. Akawaambia waache uvuvi wa samaki, kwa sababu anataka kuwafanya wawe wavuvi wa watu. Kulikuwa na kuacha uvuvi wa samaki, kulikuwa na kuacha kazi za kawaida, kulikuwa na kuacha shughuli za kawaida za dunia hii, na moja kwa moja kumtumikia Bwana katika maisha yao. Na kwa uzito wa kipekee Yesu Kristo akazungumza katika Mathayo sura ya 6 mstari wa 24. Mpaka ni mstari wa 24 mpaka mstari wa 33. Hakuna mtu awezaye kutumikia mabwana wawili, kwa maana atamchukia huyu na kumpenda huyu, ama atashikamana na huyu na kumdharau huyu. Hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Kimsingi hapa Yesu Kristo alikuwa anawaambia wanafunzi wake kwamba ikiwa unataka kumtumikia Mungu, hawana budi kuacha shughuli za kawaida za duniani. Hawana budi kuacha kazi walizokuwa wanazifanya. Hawana budi kuwa mbali na uvuvi wa samaki. Hawana budi kuwa mbali na kazi zao walizokuwa wakizifanya na kumtumikia Mungu peke yake, kwa sababu hawawezi kuwatumikia mabwana wawili. Wanaweza kushikamana na huyu na kumdharau huyu. Na ikiwa mtu atatakiwa kuwekwa kazini tangu asubuhi mapema, atajiandaa tangu mapema alfajiri kwenda katika kibarua chake, katika kazi yake ya Kaisari, na kushughulishwa huko mpaka arudi jioni, wakati mwingine usiku, tayari atakuwa ameshikamana na kazi hiyo, atakuwa ameshikamana na huyo bwana aliyemwajiri zaidi kuliko jinsi alivyoshikamana na utumishi wa Mungu. Ikiwa mtu atakuwa amekwenda katika biashara yake
kwa masaa mengi namna hiyo kuliko muda atakaokuwa ameutoa kwa katika utumishi wa Bwana, mtu huyo atakuwa ameshikamana zaidi na utumishi huo kuliko kushikamana na Mungu. Na kwa sababu hiyo utumishi wake ambao atakuwa ameuthamini zaidi ni wa biashara yake, ni wa kazi yake ya Kaisari. Yesu akasema hamwezi kumtumikia Mungu na mali. Akaendelea kuambia, kwa sababu yeye anawaambieni msisumbukie maisha yenu, mle nini au mnywe nini, wala mili yenu mvae nini. Maisha je, si zaidi ya chakula, na mwili zaidi ya mavazi? Waangalie ndege wa angani, ya kwamba hawapande wala wavuni wala wakusanyi ghalani, na Baba yenu wa mbinguni walisha hao. Ninyi je, si bora kupita hao? Ni yupi kwenu ambaye akijisumbua aweze kujiongeza kimo chake hata mkono mmoja? Na mavazi ya nini kuyasumbukia? Fikirini maua ya mashamba, jinsi yameavyo, hayafanyi kazi wala hayasokoti. Nami nawaambia kwamba hata Suleiman katika fahari yake yote hakuvikwa vizuri kama mojawapo la hayo. Basi ikiwa Mungu yavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho utupwa karibuni, yani katika tanuru, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Kimsingi maneno haya Yesu aliyazungumza kwa wanafunzi ambao walikuwa wanataka kumtumikia Mungu na kufanya shughuli zao za kawaida za dunia. Walitaka kumtumikia Mungu na kufanya kazi zao, walitaka kumtumikia Mungu na kufanya biashara zao. Basi ikiwa Mungu yavika hivi majani ya kondeni yaliyopo leo na kesho utupwa karibuni, je, hatazidi sana kuwavika ninyi, enyi wa imani haba? Msisumbuke basi mkisema, tule nini au tunywe nini au tuvae nini, kwa maana hayo yote mataifa huyatafuta. Kwa sababu Baba yenu wa mbinguni anajua kuwa mnahitaji hayo yote. Bali utafuteni kwanza ufalme wake na haki yake, na haya yote mtazidishiwa. Kimsingi hapa aliwaambia wanafunzi watafute kuona ufalme wa Mungu unaongezeka. Ufalme wa Mungu unapanuka, unakuwa na watu wengi zaidi, na mengine yote hayo kwanza wayaache. Akawaambia wawe na utumishi mmoja tu, na ndio mpango wa Mungu, kwamba kazi yake haiwezi kukamilika, lengo lake haliwezi kukamilika la kuona mtu awaye yote apotei, mpaka wawepo wahubiri ambao watashikamana na kazi hii ya kuhubiri kwa muda mrefu sana katika maisha yao, kwa muda wote tunasema katika maisha yao. Paulo mtume alipokuwa akifanya kazi ya kushona hema pamoja na Priska na Akila, ni muhimu kuelewa kwamba hakufanya hilo ili lipate kuwa dira ya watu wanaomtumikia Mungu, lakini alitaka kufanya jambo hilo ili liwe kielelezo kwa washirika wa kawaida katika kanisa. Alitaka kufanya hilo ili watu wengine ambao watakuwa wajajitoa maisha yao kumtumikia Bwana kwa sababu moja ama nyingine, wajue hawa nao bado wanawajibika kushiriki katika utumishi wa Mungu kwa sehemu watakayoweza kufanya. Kwa sababu Yesu alisema enendeni, na aliwaambia wanafunzi wake wote waenende. Alituambia sisi wote tuliokolewa tuenende kuhubiri Injili kwa kila kiumbe. Kwa hiyo katika mpango wa Mungu, Mungu alijua si wote watakaokuwa tayari kutoka
kwa sababu moja ama nyingine. Si wote watakaokuwa tayari kutoka kuhubiri na kufanya hayo kuwa sehemu ya maisha yao yote. Wengine watakuwa wameolewa, watakuwa na waume ambao hawajaokoka, na watawezaje kutoka na kufanya kuhubiri katika maisha yao yote? Alijua kwamba watakuwepo watu wengine waliokolewa ambao kwa sababu moja ama nyingine zinazofanana na hiyo watashindwa kutoka na kufanya maisha yao yote yawe ni ya kuhubiri. Na kwa sababu hiyo ikabidi isisitizwe kwamba hata hao bado itabidi wajue wajibu wao wa kutoka na kuhubiri, pamoja na kufanya watakayokuwa nayafanya, pamoja na kushona hema, hawana budi wao nao kwenda kuhubiri. Na Paulo mtume anazungumza au anafafanua juu ya kufanya kwake kazi ili kutoa kielelezo katika haya ambayo tumejifunza hapa, na sio kuweka dira ya watumishi wa Mungu. Biblia inasema katika Biblia inatuelezea juu ya jambo hili katika Wathesalonike wa pili sura ya 3 mstari wa 7 mpaka mstari wa 9. Mwajua wenyewe jinsi wapasavyo kutufuata, kwa sababu hatukwenda bila utaratibu kwenu, wala hatukula chakula kwa mtu yeyote bure, bali kwa tabu na masumbufu usiku na mchana tulitenda kazi, ili tusimlemee mtu wa kwenu awai yote. Si kwamba hatuna amri, angalia maneno haya, si kwamba hatuna amri, lakini makusudi tufanye nafsi zetu kuwa kielelezo kwenu mtufuate. Kumbuka hapa alikuwa anazungumza na washirika wa kawaida katika kanisa la Wathesalonike. Anaeleza kwa nini tumetenda kazi ya kawaida dunia ya kushona mahema. Si kwamba hatuna amri, lakini ni lengo tu la kufanya kielelezo kwenu washirika wa kawaida, ili ninyi nanyi pamoja na kushikamana na shughuli nyingine za dunia hii muweze kujua wajibu wa kufanya wajibu wa kuhubiri. Tafadhali geuza upande wa pili wa kaseti hii. Na wakati huo utenda kazi mnayoitenda ya dunia. Lakini si kwamba hatuna amri. Na amri anayozungumza ni amri gani? Wakorintho wa kwanza sura ya 9 tunaona hiyo. Wakorintho wa kwanza sura ya 9 mstari wa 14 ndio amri inayozungumzia. Na Bwana vivyo hivyo ameamuru, yani ametoa amri. Na Bwana vivyo hivyo ameamuru kwamba wale waihubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Hii ndio amri aliyoitoa Bwana, kwamba wale waihubirio injili wapate riziki kwa hiyo injili. Na anasema si kwamba hatuna amri, si kwamba amri hii haikutolewa kwangu mimi Paulo, lakini ninatenda kazi kwa kusudi moja tu, niwe kielelezo kwa hawa wengine ambao hawajaweza kuwa katika nafasi ya kuacha vyote walivyo navyo na kumtumikia Mungu. Lakini Mungu kwa msingi huo, ili lengo hili litimie,
anapenda watu wengi zaidi watakaojitoa maisha yao yote kuhubiri na kuwachunga kondoo za Mungu, ili awe yote asipotee. Na ikiwa tutahubiri pamoja na kufanya kazi nyingine ni vema, lakini lazima tujue bado tutakuwa hatujahitimu katika nia ya Mungu. Angalia sasa zaidi juu hilo tunapotafakari kipengele cha 3 cha somo letu, kuhitimu kwa mwanafunzi. Kuhitimu kwa mwanafunzi. Tunahesabiwaje kuwa tumehitimu kama wanafunzi wa Yesu? Kuhitimu kwetu lazima kutufanye tulingane na mwalimu wetu. Luka 6 mstari wa 40. Luka 6 mstari wa 40. Luka 6 mstari wa 40. Mwanafunzi hawi mkuu kuliko mwalimu wake, lakini kila mtu, yani kila mwanafunzi ambaye amehitimu ulingana na mwalimu wake. Awe yote ambaye atakuwa amehitimu, awe yote ambaye ni mwanafunzi ambaye atakuwa amehitimu, atakuwa sasa analingana na mwalimu wake. Mwalimu wake ni mchungaji. Kwa hiyo maana Biblia inasema Mungu ameweka wengine kuwa mitume, wengine kuwa manabii, wengine kuwa wainjilisti, na wengine kuwa wachungaji na walimu. Mchungaji kwa wakati huo atakuwa ni mwalimu. Na ikiwa mwanafunzi huyu ambaye amelelewa na kufundishwa na mchungaji, ikiwa mwanafunzi huyu atakuwa amehitimu, sasa tutajua kuhitimu kwake, tutajua kwamba amehitimu kwa jinsi ambavyo yeye naye sasa atakuwa ni mchungaji. Yesu Kristo alipokuwa na wanafunzi wake akina Petro na wengineo, hawa nao kuhitimu kwao kulidhihirika pale ambapo wao nao walipokuwa wachungaji kama Yesu alivyokuwa mchungaji. Yesu alichukua muda mrefu kuwafundisha. Akamwambia Petro, chunga kondoo zangu, lisha kondoo zangu. Na kuonyesha amehitimu, sasa yeye naye akawa mchungaji kama Yesu. Kuhitimu kwa mwanafunzi kwa msingi huo ni kulingana na mwalimu wake, ni yeye naye kuwa mchungaji. Unaweza kuona. Na tunapoangalia sifa zinazomfanya mtu kuthibitika ni mwanafunzi, tutaweza kuona mtu ambaye sio mchungaji atakuwa na sifa hizo kwa sehemu, na tutaona kwamba amehitimu au ataonekana kuhitimu pale ambapo yeye naye atakapokuwa mchungaji. Tutaweza kuona kwa mfano, sifa ya kwanza ya mwanafunzi tunaipata katika Luka 14 mstari wa 26. Luka 14 mstari wa 26. Luka 14:26. Luka 14:26 tunasoma, kama mtu akija kwangu naye hamchukii baba yake na mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake na hata nafsi yake mwenyewe, hawezi kuwa mwanafunzi wangu.
Kwa sehemu, mshirika wa kawaida ataweza kumchukia baba yake, yani ataweza kumpenda Mungu kuliko baba yake. Kwa sehemu mshirika ataweza kumpenda Mungu kuliko mama yake na mke wake na wanawe na ndugu zake waume na wake. Kwa sehemu ataweza kumpenda Mungu kuliko hata nafsi yake mwenyewe. Lakini tutaweza kuona mtu wa namna hii akihitimu pale anapokuwa mchungaji ambaye atakuwa tayari kuacha mji, kuacha yale mazuri ambayo aliyokuwa nayo, kuacha mahali pazuri katika mji ambao utakuwa na umeme na hali nzuri ya maisha, na kwenda kijijini katika mazingira ambayo wakati mwingine kutakuwa na ugumu wa maisha, katika mazingira duni. Huyu atakuwa amejichukia hata nafsi yake, atakuwa ameichukia hata nafsi yake mwenyewe, na huyo ndio atahesabika kwamba amehitimu. Na atakuwa amemchukia baba, mama, ndugu zake, wanawe, mke wake, kwa jinsi ambavyo atakuwa yuko tayari kwa wakati usiofaa na unaofaa, kwamba litakalokuwa na liwe, maisha yote nitakayokabiliana nayo. Ikiwa watoto hawatapata hiki au kile, ikiwa mke wangu hatapata hiki au kile, ikiwa wazazi wangu hawatapata hiki au kile, ikiwa watasema huyu tumemsomesha, sasa matokeo yake yako wapi? Mbona hajapata chochote kutoka kwake? Ikiwa watasema hivyo na waseme, lakini huyu atakuwa amechagua kuwachukia hata hao na kusema hana jingine la kufanya, lakini anampendeza Bwana na kuhakikisha lengo lake lile lililo katika moyo wake linatimia, kwamba kila mmoja asipotee bali afikirie toba. Ni huyo tu ambaye atakuwa amehitimu. Kwa sehemu, tunapokuwa ni walimu wafuatiliaji, kwa sehemu tunapokuwa watenda kazi katika kanisa kama hili, na tukawa bado tunaendelea na shughuli zetu, kwa sehemu tunaweza tukawa tumefikia ngazi fulani ya kuwachukia hawa na kujichukia nafsi zetu, lakini itakuwa kwa sehemu sana. Lakini mchungaji ambaye atatoka katika haya yote na kuyaacha na kwenda kwingine, yeye atakuwa ameichukia hata nafsi yake. Angalia sifa ya pili ya mwanafunzi, Luka 14 mstari wa 27. Luka 14 mstari wa 27. Mtu yeyote asiyechukua msalaba wake na kuja nyuma yangu hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Msalaba unazungumzia maudhi, kutukanwa, kupata kila namna ya kejeli, mateso na adha. Mtumishi wa Mungu ambaye atakuwa ameacha vyote na kwenda kumtumikia Bwana, hayo atakuwa ni sehemu ya maisha yake. Wakati mwingine ataweza kuitwa pepo, atapewa kejeli za kila namna na shetani ambaye hapendi utumishi wake, atakutana na adha za kila namna katika utumishi wake, kuliko mtu ambaye atakuwa ni mshirika wa kawaida kanisani. Na kuhitimu na kwa mchungaji, kwa msingi huo kutadhihirika pale ambapo kuhitimu kwa mwanafunzi kutadhihirika pale ambapo atachukua msalaba namna hiyo katika maisha yake yote. Utakuwa na msalaba mkubwa kwa wazazi, kwa ndugu, kwa jinsi ambavyo ameacha vyote na kumtumikia Bwana. Utakuwa na kila namna ya msalaba kwa kubeba na kumfuata Yesu nyuma yake. Luka 14 mstari wa 33 tunaona sifa nyingine ya mwanafunzi. Luka 14:33. Basi kadhalika kila mmoja wenu asiyeacha vyote alivyo navyo hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Kwa sehemu sana, kwa sehemu ndogo sana,
Mshirika ambaye atakuwa mtendakazi wa kawaida katika kanisa atakuwa ameacha vyote alivyonavyo, atakuwa ameacha vitu fulani, atakuwa ameacha vitu kadhaa. Lakini yeye atakayekuwa ameacha vyote alivyonavyo, atakayekuwa amehitimu katika sifa hii, ni yule ambaye atakuwa amejitoa maisha yake kwa mchungaji. Huyu ameacha vyote alivyonavyo, vyote ameviacha na kusema basi nitamtumikia Bwana, mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. Na mtu atahitimu katika sifa hii, mwanafunzi atahitimu katika sifa hii pale atakapokuwa mchungaji. Yohana 15 mstari wa 8 tunaona sifa nyingine: asiyezaa sana hawezi kuwa mwanafunzi wangu. Mtu ambaye atakuwa ametoa maisha yake yote tangu asubuhi mpaka usiku wote, siku zote, ana nafasi ya kuzaa sana namna hiyo. Na mtu namna hiyo atakuwa ni mchungaji ambaye ataonyesha waziwazi kwamba maisha yake yote sasa ni kuzaa, hana jambo jingine la kufanya, ni kuzaa. Na kuhitimu kwa mwanafunzi kwa msingi huo utakuwa ni pale atakapokuwa mchungaji. Yohana 8 mstari wa 31, ninyi mmekuwa wanafunzi wangu kweli kweli mkikaa katika neno langu. Mchungaji ana nafasi kubwa zaidi ya kukaa katika neno la Bwana. Wakati wote maisha yake yatakuwa ni neno, tangu asubuhi mpaka usiku ni neno, maisha yake ni neno. Anakaa katika hilo, hana jingine la kukaa kwa hilo. Kuhitimu kwa mwanafunzi kwa namna hiyo, bado hapo tutaona ni pale anapokuwa mchungaji. Yohana 13 mstari wa 35 ndio tunaona sifa pekee ambayo inaweza ikaonekana mtu amehitimu kwa hiyo, anapokuwa mshirika wa kawaida. Mkiwa na upendo ninyi kwa ninyi, watu watatambua kwamba ninyi ni wanafunzi wangu. Yohana 13:35. Hapo tunaweza kuona mtu mshirika wa kawaida anaweza kuwa na upendo yeye kwa mwingine katika utimilifu wake, na hiyo tu itaonekana, ndipo hii sifa inaweza kutimilika kwa mtu anapokuwa mshirika kawaida katika kanisa. Na sifa nyingine tulizoziona, mtu atahitimu kwa sehemu ndogo sana. Unaweza kuona sasa, kwa msingi huo, mtu ambaye amehitimu, Mungu anamtafuta mtu namna hiyo ambaye ataonyesha amehitimu. Na Yesu atakapokuja sasa, anasema atafurahi kuona atakapomkuta mtu anagawa posho kwa watu wake. Na mtu anagawa posho kimsingi ile ambaye atakuwa ametoa muda wake wote, atakuwa ametoa maisha yake kwa mchungaji. Biblia inasema katika Luka sura ya 12 mstari wa 42 mpaka 44, Bwana akasema, ni nani basi aliye wakili mwaminifu mwenye busara, ambaye bwana wake atamweka juu ya utumishi wake wote, awape watu posho kwa wakati wake? Heri mtumwa yule ambaye bwana wake ajapo atamkuta anafanya hivyo. Kweli nawaambia, atamweka juu ya vitu vyake vyote. Watu wa namna hii watawekwa juu ya vitu vyake vyote, watawekwa katika ngazi ya juu kabisa katika ufalme wa Mungu, watatofautishwa na wengine wote. Yule ambaye Yesu atakapokuja atamkuta anagawa posho kwa watu wake, atathaminiwa zaidi. Waongozao wengi kutenda haki watang'ara kama nyota milele na milele. Kipengele cha 4 sasa cha somo letu, jinsi wito wa Mungu unavyokuja kwetu. Sasa tunaachaje vyote na kutoka kwenda kuhubiri? Wito wa Mungu unakujaje kwetu? Watakuwepo watu wengi watakaokuwa wanapiga kelele kwamba mimi sina wito, sijisikii wito ndani mwangu, sijisikii wito, sina wito wa kumtumikia Mungu katika maisha yangu yote. Wito wa Mungu unakujaje kwetu? Lazima tufahamu jambo hili na kufahamu kwamba wito unamtegemea mwanafunzi mwenyewe. Wito unatutegemea sisi wenyewe. Haanzi Mungu kutuita, tuseme wote, haanzi Mungu kutuita.
Tumekwisha kufahamu, kila mmoja wetu anafahamu kwamba Mungu hapendi awe yote apotee, na kwamba hao watapotea pasipo mhubiri. Sasa yeye anachosema ni mtume nani, na ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu awe mhubiri, akawahubiri hao, ili tupate kufurahi sisi Utatu, Baba, Mwana na Roho Mtakatifu, kuona hao wote, hakuna ambaye awaye yote ambaye anapotea. Nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Yeye anatoa tu swali, anaweka swali hili: nani atakayekwenda? Nani atakayetoka kwa mhubiri? Baada ya kufahamu haya, nani atakayetoka? Na sisi tunaposema ni mimi hapa Bwana nitume, tunaanza sisi, ni mimi hapa Bwana nitume. Baada ya kusema ni mimi hapa Bwana nitume, ndipo anapotutuma, ndipo anapotuita katika mavuno yake, ndipo anapotutuma katika shamba lake, ndipo wito wake unapokuja kwetu. Angalia Isaya, tuweze kuona kipi kinaanza kabla ya wito wa Mungu. Isaya sura ile ya Isaya sura ile ya 6 mstari wa 8 mpaka mstari wa 9. Kisha nikaisikia sauti ya Bwana akisema, ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ni mtume nani, naye ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Ndipo niliposema, mimi hapa nitume mimi. Ana apply, anaomba, mimi hapa nitume mimi. Naye akaniambia enenda. Huo ndio wito. Naye akaniambia enenda, ukawaambia watu hawa, fulizeni kusikia lakini msifahamu, fulizeni kutazama lakini msione, enenda ukahubiri. Isaya alifanya kuwa nabii namna gani? Alianza mwenyewe kusema, mimi hapa Bwana nitume. Tunaanza sisi kuonyesha utayari wetu, kuelezea utayari wetu. Tunaanza sisi, mimi hapa Bwana nimeona kweli uzito wa jambo hili, nimeona watu hawa watapotea pasipo mhubiri, mimi hapa Bwana nitume. Halafu yeye siku zote anasema enenda. Hakuna wewe yote atakayekuja mbele za Bwana akasema niko hapa Bwana nitume asipate wito. Hakuna hata mmoja. Awe yote ambaye atasema niko hapa Bwana nataka kutenda kazi ya Mungu katika maisha yangu yote, Bwana kwa dhahiri atamtuma. Na tunapoangalia katika Mathayo sura ile ya 20, tutaona kila ilijitokeza kwa Bwana akitaka kutoka, akawa na utayari wa kutoka, alitumwa. Hakuna yeyote ambaye hakupewa wito huo. Unaweza kuona kumbe inategemeana na sisi nani ambaye yuko tayari. Inategemeana na sisi wenyewe. Tusikae na kusubiri wito kwamba utakuja kwetu katika ndoto, wito utakuja kwetu katika maono, wito utakuja kwetu sijui kwa namna gani. Hapana, tunaanza sisi, nitume mimi. Tayari Mungu mpaka sasa sauti yake ni hii, anangoja, anasema ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu, nani atajitokeza katika maisha yake kuwa mhubiri. Tukisema ni mimi hapa Bwana nitume, tayari ule wito unakuja, na anatupa vifaa vya kazi, anatupa mundu wa kuvunia. Karama zake zinakuja, zinafuata vyote tunavyohitaji kwa ajili ya kukamilisha utumishi wetu. Anatupa kama vile mfanyakazi anapoajiriwa anavyopewa vifaa vya kazi, na Mungu vile vile atatupa karama mbalimbali kama vifaa vya kazi yake. Kipengele cha 5, sababu za kutokuwa tayari kuacha vyote na kumtumikia Mungu. Kutakuwa na sababu, kutakuwa na visingizio vya namna, na shetani atatuzuia kwa kila namna ili tusitamani utumishi huu. Na watu wengi watasema, yani nitakula nini? Nitaishije? Familia yangu itakuwaje? Ndio maana Yesu akasema hapa, msijisumbukie nyinyi watu wa imani haba, ambao mnaamini serikali inaweza kuhakikisha mnakula. Je, imehakikisha mnakula? Wako watu wengine ambao watakuta hata maisha yao ya kawaida ni duni, lakini bado wakisikia juu ya utumishi wa Bwana, nitakula nini? Utakula nini? Utakula nini? Utakula nini? Enyi wa imani haba, ikiwa Mungu anaweza kuangalia ndege, akaangalia kula kwao, sembuse ninyi. Anasema katika Isaya sura ile ya
Isaya 65 mstari wa 13. Kwa hiyo Bwana Mungu asema hivi, tazama watumishi wangu watakula, bali ninyi mtaona njaa. Tazama watumishi wangu watakunywa, bali ninyi mtaona kiu. Tazama watumishi wangu watafurahi, bali ninyi mtatahayarika. Anataka tutoke. Kwa nini tuamini kwamba serikali inaweza kutulisha? Kwa nini tuamini wanadamu waliotuajiri wanaweza kutulisha? Wanaweza kutulisha. Wale waliotuajiri, wale waliotupa kazi wanaweza kutulisha. Na huyu Mungu anatupa kazi ya kufanya, hatuamini anaweza kutulisha. Je, imani yetu iko wapi? Imani yetu iko wapi? Tutakuwa na visingizio vya namna. Kwa sababu gani? Adui hapendi kutuona tunatoka. Kipengele cha 6 na cha mwisho. Mambo mengine ya kufahamu. Shetani hatataka kwa namna yote tuweze kujitoa kwa hili. Tutakuwa rahisi kabisa kukubali mambo mengine yote, kukubali utumishi mwingine wote, lakini sio utumishi wa Bwana, sio utumishi wa Mungu. Shetani atafanya kila namna kufanya tuwe watu tu wa kila siku kujifunza. Tuwepo kama hapa tunajifunza wakati wote. Tutajifunza mpaka lini? Tutajifunza mpaka lini? Hatuna budi kufahamu wale ambao wako vijijini hawajui chochote tunachokifahamu. Na tukienda kule tukawashirikisha kile tulichonacho, tayari watakuwa na nafasi ya ajabu ya kuingia katika ufalme wa Mungu. Na hicho tulichonacho tayari mpaka kufikia hivi tulivyo, kwamba tunaitwa watendakazi, yatosha. Mungu anasema ni nani atakayekwenda kwa ajili yetu? Shetani atatuzuia. Na nitamani kuja kwenu na mara ya kwanza na mara ya pili, lakini shetani akanizuia, nasema Paulo mtume. Kutakuwa na kila namna ya kujizuia. Hatuna budi kusema Bwana niko hapa, liwalo na liwe. Lakini kwa nini? Kwa nini watu wanachangamkia? Wanadamu wanapotoa nafasi ya kazi, watu watachangamkia haraka, lakini Mungu anaposema nina kazi nataka mfanye, tutasema tumeokoka, lakini hatuko tayari kwenda. Tuko tayari kuomba, tutapiga kelele na kuomba, Bwana okoa, iokoe Tanzania, okoa Bwana, okoa, walete watu wako kujua. Waokokeje bila mhubiri? Kwa nini tunapiga kelele waokoke, lakini tukiambiwa haya nani atakayekwenda, wote tumenyamaza kimya? Bwana okoa, waokokeje bila mhubiri? Ndio maana leo Bwana nakusikisha sauti hii kama Isaya akasema, mimi hapa Bwana nitume. Wewe nao utasema hivyo wala uliposimama juu. Weka mikono yako juu. Nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi Bwana, nitume mimi. Natamani watu katika kijiji changu, natamani wazazi wangu waokoke, natamani ndugu zangu waokoke, natamani Watanzania waokoke. Waokokeje pasipo mhubiri? Nani aende? Safari hii kama watu wanatumwa, natamani waende kijijini kwangu, natamani waende kwangu wakahubiri kwangu. Nani aende? Ni wewe. Ndio maana Bwana alikuokoa, ndio maana Bwana amekuokoa, ni wewe. Nani aende? Unataka nani aende? Nitume mimi Bwana. Hatungoji kumtumikia Mungu wakati tumezeeka, tumestaafu,
tumepewa redundancy katika serikali, hatutakiwi katika serikali, hatutakiwi katika mashirika ya umma, tumezeeka, hatuna nguvu kabisa, eti sasa ndio tunakwenda huko. Hapana, Mungu anataka watu wenye nguvu. Mungu anataka watu wenye nguvu. Mungu anataka watu wenye nguvu. Kwa nini tumalizike kabisa ndio tuseme sasa tunataka kumtumikia Bwana? Hapana, anataka uende katika nguvu hizo ulizonazo. Nguvu hizo ulizonazo, utoke hivyo wakati una nguvu. Lakini tutawaza mambo ya dunia hii. Kaka zangu, dada zangu, tutakapokufa hatutachukua kitu chochote. Hatutachukua kitu chochote tutakapokufa. Yesu Kristo anarudi, atatukuta wapi? Tunagawa posho au atatukuta katika ofisi ya serikali? Atatukuta tunauza nyanya gengeni? Atatukuta wapi? Na watu wengine watatoka sasa hivi na kusema tuko tayari. Watatoka katika mikoa ya mbali, na kusema tuko tayari. Lakini mtu atakaa hapa miaka nenda miaka rudi, atajifunza hapa na bado atasema mimi Bwana niko hapa naendelea kujifunza. Unajifunza nini? Bado unahitaji kujifunza nini? Nitume mimi Bwana. Paza sauti yako kama Isaya, mwambie Bwana nitume mimi hapa, niko tayari. Hakika atakutuma.